Kimsingi tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tuko salama baada ya michezo kadhaa. Tulikuwa ugenini, sasa tumerejea nyumbani. Kwa maandalizi yamekamilika kama ambavyo mwalimu pamoja na mchezaji wamezungumza kuelekea kwenye mchezo wa kesho. Sisi kama club tunafahamu tuna mchezo mgumu kesho dhidi ya Tanzania Prison. Mchezo uliopita dhidi ya KMC niliwaambia watu mechi itakuwa ngumu. Walihisi kama na watania naigiza, lakini waliona dakika 90 za KMC Complex zilikuwa ngumu kweli kweli. Sasa tunakwenda tena kucheza mchezo mwingine dhidi ya Tanzania Prison. Wako baadhi ya watu ambao wanahisi ni kama Pamba Jiji Football Club tumerelax. Wako baadhi ya watu ambao wanahisi ni kama Pamba Jiji Football Club tumemaliza ligi. Sisi bado hatujamaliza. Tuna michezo 6 mbele yetu, ukiwepo mchezo wa kesho dhidi ya Tanzania Prison. Na malengo yetu ni kuhakikisha michezo yote hii 6 ambayo iko mbele yetu tunaishinda kwa kiwango kikubwa, tuweze kuyafikia malengo ambayo sisi kama club tuko nayo kuelekea kwenye kumaliza msimu huu. Kwa hiyo niwaambie, sisi ligi bado tunaitaka, mechi bado tunazitaka kuanzia mchezo wa kesho. Kwa kama kuna watu wamehisi wanakuja tu labda itakuwa tu mechi basi maisha yataendelea, mechi ya kesho sisi ni muhimu kuliko umuhimu wenyewe na tunaitaka kwa 100%. Niwaambie mashabiki na wapenzi wa klabu ya Pamba Jiji, tukishinda mchezo wa kesho na michezo mingine yote ambayo iko mbele yetu, tutamaliza kwenye nafasi nzuri zaidi ya tuliopo hivi sasa. Lakini pia tunapigania maslahi, kwa sababu unapomaliza kwenye nafasi ya juu zaidi, mzigo kutoka kwa wadhamini unaongezeka. Kwa hiyo tuko kwa ajili ya hivyo vitu viwili plus kuilinda brand ya klabu ya Pamba Jiji. Kwa hiyo niseme tuko tayari kwa ajili ya mchezo wa kesho. Mashabiki wafike mapema, mchezo ama mechi ni saa 8 kamili za mchana. Uwanja ni ule CCM Kirumba na vingilio ni rafiki kabisa. VIP zote ni shilingi 5,000 na mzunguko ni shilingi 1,000 ya Kitanzania. Endapo hauna N-card, maana yake badala ya 1,000 itakuwa 3,000 na badala ya shilingi 5,000 itakuwa ni shilingi 7,000. Kwa hiyo niwakaribishe mashabiki na wapenzi wa mpira kwa ujumla wao wote, waje kwa wingi kesho, tuje tuenjoy mpira, lakini lengo mama likiwa ni sisi Pamba Jiji Football Club kuweza kupata alama 3. Tumezoea sasa kucheza na kariba ya timu hizi, tumetoka kucheza mechi na KMC, tunafahamu ugumu wake. Hawa pia wanakuja kupambania roho zao kwenye mchezo wa kesho. Tuambie wakatafute sehemu nyingine za kupigania roho zao, sio kesho kunako uwanja wa CCM Kirumba. Hii mechi tunaitaka kweli kweli. Asanteni kwa kunisikiliza. Moze, pengine mchezo wa kesho unakuwa ni mgumu kiasi gani kwa ajili ya kulinda brand yenu ninyi wenyewe, lakini pia aina ya timu ambayo mnakwenda kucheza nayo ni mateso kiasi gani kuelekea kwenye mchezo wa kesho? Aina ya timu kama za kesho kinafasi, kiufundi of course inatupa ugumu. Kama mliangalia mechi na KMC, tulicheza na timu ambayo inacheza low block. Kwa hiyo ilitubidi tuwe na wachezaji ambao waka unlock defense yao either kwa pasi ama movement, na kwa kiasi kikubwa walifanya hivyo. Unaweza kuona hata goli ambalo tumelipata ilipigwa switch play moja kutoka kwa kapteni, ikaenda upande wa kushoto, Kadikilo akaweka maji, Tegisi akamaliza shughuli. Na wachezaji wote ambao nimewataja ni wazima, hawana changamoto yoyote. Kwa hiyo ikitokea pia wapinzani wa kesho wakaamua kama walivyofanya KMC, wakakata uwanja wakakaa nyuma, pia tutawaonesha pia namna ya kuwafungua na kuhakikisha lengo letu linatimia. Lakini ukweli ni kwamba aina ya mechi hizi ni ngumu, kwa lazima wachezaji wafundishwe uvumilivu, na naamini mwalimu tayari ameshafanya. Concentration iwe kubwa, kwa sababu wanaweza wakaja wakawafunga kwa counter. Ni timu ambazo zinakaa nyuma, wanavizia wakiwa wanacheza kama second team. Kwa hiyo tunaamini timu yetu ni nzuri, tuna mwalimu ambaye anajua cha kufanya. Tunaamini kesho mambo yatakuwa mazuri. Na kuna namna gani yote tunaweza kumotivate wachezaji? Motivation ni za ndani ndugu yangu, motivation ni za ndani, kwa sababu nimetoka kuzungumza, the more ambavyo tunamaliza kwenye nafasi nzuri tunapata mzigo. Sasa huu mzigo hauendi kwenye uongozi tu, mzigo unafika mpaka kwa wanajua. Hilo ni jambo la kwanza, lakini kingine, hii ni kazi yao. Kwa lazima kila mtu kwa nafasi yake apambane kuhakikisha anaitetea brand ya klabu ya Pamba Jiji. Hata kama kuna mtu ana mpango wa kutokuwepo Pamba Jiji Football Club msimu unaofuata, ni lazima apambane ili yule mtu ambaye anamwangalia aseme mchezaji ambaye namtaka ni yule na quality yake ni ile. Kwa hiyo nje ya hapo ni swala la kujipambania binafsi, achilia mbali maslahi ya club. Kwa naamini kila mchezaji ana matamanio makubwa na mchezo wa kesho,
na kila mchezaji anajua umuhimu wa mchezo wa kesho. Hatujasajili sisi, hatukuokota kama ambavyo vilabu vingine wanafanya. Tumesajili wachezaji ambao wanajitambua, wanajielewa, kwa hiyo majukumu yao wanayajua na watayafanya kwenye mchezo wa kesho. Na je, masa ya mchezaji wa 12 kama mshabiki mmejipangaje kuongeza zaidi uwanjani? Sisi kazi yetu ni moja kwa sasa hivi. Yaani unajua kila timu lazima iwe na malengo. Malengo yetu kwa sasa hivi, kipaumbele namba 1 ni kuchukua alama 3 kwenye kila mchezo ambao uko mbele yetu. Kwa hiyo hayo ndio malengo namba 1. Sasa haya malengo yetu ili yatimie, yanawapasa hawa ambao umetoka kuwaulizia waje tujumuike kwa pamoja. Kwa hiyo sisi tunawapa assurance ya mpira mzuri na kupambana kuzichukua alama 3. Waje sasa na wao tupambane ili hao malengo yetu tulionao sisi haya mawili tuyatimize kwa pamoja. Kwa hiyo tuwaambie tunawaahidi kesho mpira mzuri, lakini malengo mama ni kuzichukua alama 3 dhidi ya Tanzania Prisons. Kusema haya maneno haimaanishi Prison ni timu nyepesi, Prison ni timu dhaifu, Prison haijitambui, Prison haina mwalimu mzuri. La hasha, ni wamekutana na Pamba Jiji ambayo ina malengo makubwa kuliko wao hiyo kesho. Naam. Semaji, zungumza kuhusiana na National Call Up ya Yona Amos. Nitumie nafasi ya adhimu kuweza kumpongeza nahodha wetu msaidizi Yona Geoffrey Amos, goalkeeper bora mzawa nchini kwa sasa. Amekuwa na uendelezo mzuri sana. Msimu uliopita alimaliza ligi akiwa na clean sheet 11, na msimu huu pamoja na changamoto za hapa na pale, lakini bado ameendelea kupambana. As we speak ana clean sheet 7 ambazo amekuwa nazo. Ametoka injury, ameanza kurejea. Mechi na Azam pamoja na mechi na KMC alianzia nje, kwa maana ya hakuwa mtu ambaye anaanza kwenye kikosi, lakini yuko sawa sawa, yuko imara, na leo mmemwona hapa kwenye press conference, nimemleta amezungumza na nyinyi. Kuitwa kwa Yona Amos kwetu ni muendelezo wa kujipongeza kama timu, kwamba wakati tunafanya usajili wa wachezaji hatukwenda tu kuokota. Tuleta wachezaji ambao wana njaa binafsi kwa ajili ya maslahi yao binafsi na maslahi ya taasisi kwa maana ya timu. Wanavyopambana watu ambao wanadili na hizi national team kwa maana ya mwalimu na watu wake kwenye technical staff ya national team, wanaona, wanafuatilia, wanaona kazi ambao wanaifanya. Kwa hiyo nadhani faraja kwa Yona Amos kuitwa kwetu, lakini ni wake up call kwa wachezaji wengine wa klabu ya Pamba kwamba kuna kipindi alikuwa anaitwa Yona Amos pamoja na Kevin Nation kwenye vipindi tofauti, ila kuelekea kwenye hizi mechi za kirafiki ameitwa Yona Amos. Wachezaji wengine pia wa klabu ya Pamba Jiji wana uwezo wa kupambana na kumuonesha mwalimu wa national team kwamba wanayo hadhi ya kuitwa kwenye national team, na inawezekana. Kwa mimi nimpongeze na naamini atakwenda kufanya vizuri, na naamini ataendelea kuitwa, kwa sababu nchi hii kwa sasa hivi hakuna golikipa mzawa mwenye quality, mwenye consistency, mwenye ubora kama alionao Yona Amos.